wana jambo. Kesho wananchi wana mkutano mkuu. Kesho wananchi wanaenda kufanya uchaguzi au hawaendi kufanya uchaguzi? Wanaenda kufanya uchaguzi. Kwa nini kuna mashabiki wanaamini kwamba kesho wananchi hawaendi kufanya uchaguzi? Sijui wanafikiri ni hilo ni uchaguzi. Ni jambo la kikatiba, jambo la kikatiba na ni muda ambao ni husika kwa katiba yao ya Yanga. Ni siku ambayo ni ya kipekee, ni siku ambayo pia ya kuendeleza malengo makubwa ya klabu na kusimamia pale ambapo kama klabu wanaelekea kuelekea misimu inayokuja na miaka ya mbele, kwa sababu kuna asilimia zaidi ya 99 kwamba kiongozi wao mkuu aendelee kuwepo madarakani kwa sababu hana challenge. Kwa hiyo all about ndio au hapana, ambao unajua kwa kile ambacho amekifanya ana asilimia kubwa ya kuendelea kuwepo. Kwa hiyo ni mazingira ambayo kama klabu wanapata muda ambao ni wa kipekee zaidi ambao hawaupati mara nyingi kwa misimu, ni mara moja kama hivyo. Ni kitu ambacho kimekuwa kijirudi, sio regular. Kwa ni wakati ambao kama klabu wanaweza wakautumia pia kutengeneza future yao ya klabu mbele na kuangalia huko walipotoka, je, wapi wamekwama au ni malengo yapi wamefikia kama klabu, na kuona ni jinsi gani wanaweza kufanya hicho kitu kiwe cha muendelezo. Kwa nadhani ni jambo la muhimu sana kwa klabu yoyote ile duniani ambayo inaendeshwa kwa muundo huo kama wa Yanga. Ni jambo ambalo ni la msingi, kwa sababu ni jambo la kikatiba, sio jambo ambalo ni la mtu tu amelipanga, ni jambo la kikatiba. Kwa hiyo na wasi wahudhurie na wafanye kila kitu kama ambavyo kimpango, ili kuendelea pale ambapo walipoishia, kwamba msimu uliopita walikuwa mabingwa, waona wanaweza kufanya vipi ili waendeleze hicho ambacho tumekiona wanaifanya misimu 5 mfululizo. Hadi tunaelekea kwenye tukio lenyewe la uchaguzi. Kwenye nafasi za juu zile tumeona ni mtu mmoja kwamba ni wazi kwamba wananchi wengi, wana Yanga wengi, mashabiki wa Yanga, wanachama wao wamekoshwa na kazi ambayo ilikuwa inafanywa na engineer pamoja na makamu wake. Unaweza kusema hivyo kwamba wengi, kwa sababu hata wale wachache hatuwezi kuwasemea, kwa sababu hamna mtu ambaye amekuja labda kutoa challenge kwamba bana mimi na mawazo haya tofauti, mimi nataka club iende kwenye direction hii, kwa hiyo na mimi nitakuja kuchallenge. Kwa hiyo unaona kwa sehemu kubwa mpaka hata fomu walimchukulia ambaye ni rais mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaona ni kwamba kwa maneno ya wengi au kwa yani taswira ya wengi au kwa maoni ya wengi ni kwamba unaona president aliyepo bado yani amefanya kazi ya kutosha kwamba hana challenge, na wanamwamini kwamba aendelee tena kwenye miaka mingine 4 inayofuata, aendelee kufanya kazi ambayo akamilishe miradi ambayo anakuwa hajaimaliza kwenye klabu. Kwa hiyo kwa wengi naona ni hivyo, kwa sababu hata hao wachache inawezekana wapo, kwa sababu ninachoamini kwenye sehemu yote ambapo kuna demokrasia, ambako kuna uhuru wa mtu kutoa maoni yake, lazima kuna wachache ambao wanakuwa na mawazo tofauti. Sasa sometimes nguvu yao ikiwa ndogo inaweza isionekane, lakini haimaanishi kwamba hawapo. Lakini kwa wengi sasa, wengi wanaonyesha kuridhishwa na president aliyepo, na ndio maana mpaka wakamchukulia fomu kwamba aendelee. Na inawezekana pia ndio hapo labda ndio kuna watu wakaibuka kusema kwamba bwana, mbona sasa kama uchaguzi umepoa kwa sababu kwenye hizo nafasi za juu kama hakuna ushindani. Unajua of course hiyo wanaosema hivyo pia wanahoja, kwa sababu tunategemea mara nyingi uchaguzi at least na watu wawili ambao unajua wanachallengeana. Tumetokea kuanzia shule, chuo, kwenye shule sisi viongozi wako wanakaa kwenye miti ile, mnamfuata nyuma, yani kama unataka unda wewe awe kaka mkuu wenu na mnaunga nyuma, afu mwalimu anapita anaanza kuhesabu kabisa, na kila mmoja anakuja na hoja zake, anasema bana, mimi mkinichagua nitafanya 1 2 3, kwa sababu mkishaweka demokrasia lazima kuwe kuna ushindani. Sasa inawezekana labda kwa specifically Young Africans sometimes inawezekana ngumu kuja kuchallenge, kwa sababu kipindi Elsa anakuwa rais au kipindi GSM anakuja kuidhamini Young Africans kama mtu ambaye alikuwa anahusika na usambazaji wa jezi, hali waliokuwa nayo Young Africans mpaka sasa hivi ambapo Young Africans ipo sasa hivi, ni vigumu sana mtu mwingine kutoka nje ambaye inawezekana ana backup nzuri ya mtu ambaye labda ni tajiri nyuma yake, ambaye anaweza kaja akamwaga fedha kama alivyomwaga GSM hivi. Inawezekana ni ngumu kwake kuja kuchallenge hata kama ana mawazo ya tofauti, kwa sababu hata ukija nayo mawazo utayatekelezaje kama hamna mtu ambaye anakubackup kwenye au hamna misingi ambayo umeitengeneza ya klabu kugenerate hela. Kwa hiyo sometimes mtu anaweza kaona okay, hapa sasa hivi akapima maji akaona haya maji ni marefu, kwa hiyo acha nitulie, maybe next time labda ambapo labda akishapata backup ya mtu mwingine anaweza kaja kidogo akagombea.
Na ndio tofauti sasa alionao Yanga maybe na Simba. Unajua kwa Simba sasa hivi wakisema wafanye uchaguzi at least ukapata challenge, kwa sababu mwenyekiti wa Simba Bwana Mangungu au yoyote ambaye ni rahisi kumchallenge kwa sababu ana affiliation na moja kwa moja na tajiri wa timu. Lakini kwa Young Africans rahisi ana affiliation na moja kwa moja na mdhamini mkuu. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwenye hicho ambacho wewe unakiamini kwamba kesho kwenye nafasi za juu pale Yanga hawafanyi uchaguzi, wanaenda kuwasimika watu. Uchaguzi wanafanya kwa sababu process zote wamezifuata kuanzia mwanzo. Yani kwamba uchaguzi unataka mtu atangaze nia, ndio achukue fomu. Zote hizo Young Africans wamezifuata. Walitangaza tarehe bana, chukue fomu ni bei fulani. Waliochukua fomu wakachukua fomu. Kwa hiyo sio kosa lao wanachama wa Young Africans kwamba amepatikana mgombea mmoja. Ni kwamba hamna mtu aliyejitokeza. Sasa utafahamu. Kwa hiyo itakiwa kuanza kusiju kusema bwana watu waenda kusimikwa tu, watu waenda kubatizwa tu. Yani utaratibu ulifuatwa. Kama angekuepo mtu ambaye alikuwa na nia, angechukua fomu akaweka pale, bebe angekuwa disqualified, zingetajwa sababu kama bana labda amekuwa disqualified kwa sababu labda amekosa endorsement au hajakizi vigezo au yani vitu kama hivyo ambavyo vinatolewa sababu. Lakini kama process zote zilifuatwa na watu wakachukua fomu, sasa huwezi kuja kuwalaumu bana mbona amechukua mtu mmoja. Ni kweli ili kwamba ingekuwa ngumu sana kwa mtu yeyote kugombea pale Yanga mbele ya engineer kwa yale ambayo ameyafanya ndani ya Yanga hadi hivi sasa. Inawezekana kwa sababu kwa kila ambacho ameisha kifanya kwenye uongozi wake ni vitu ambavyo tayari ni tangible. Hahitaji hata nguvu. Yani hahitaji hata kupiga PA. Kwa hiyo anaikuja kidogo inabidi awe hata na CV ambayo ni kubwa kidogo ambayo inaweza ikashtua watu kidogo. Kwa sababu unakuja kwa mtu ambaye aisha kuwa bingwa huyo wa ligi almost hiyo misimu mfululizo mingi, bado amedominate makombe ya ndani, bado kwenye historia ya klabu pia amefikisha klabu labda kwenye level kubwa zaidi ya Champions League kwenye historia ya klabu haijawahi fika, bado klabu pia imegenerate mapato mengi tofauti na misimu labda ya nyuma, labda klabu pia imeuza hivyo kama hivyo jerseys kuliko miaka ya nyuma. Kwa ana facts ambazo nyingi zinashikika ambazo kwa anayekuja inaweza ikawa ni ngumu kumtoa. Ndio maana sasa hivi mtu anaweza katoka nje akaenda kumchallenge, anaweza kaonekana nje huko kama ni mtu wa ajabu kidogo kwa kile ambacho kimeenda kufanyika. Lakini ingekuwa kupitia leadership yake, hakuna maendeleo sana makubwa, hakuna pia stability kwenye administration yake, kuweza kuwa na maswali, ungeweza kuona watu wana rais. Kwa tofauti na hapo, hata watu ambao wanataka kushindana sometimes wanakuwa wanaogopa kidogo kwa kile ambacho kimefanyika. Sawa, sasa moja eneo ambalo watu ndo wanapiga hesabu kwamba kuna uchaguzi ni eneo la kamati ya utendaji. Watu ambao wanawania ile nafasi ya kamati ya utendaji. Unaona yale majina yale ambayo tuliyaona kina Ngai, kina Gumbo wakirudi au watakuja wapi au kina Priska Kishamba? Unajua hii sio kama chuma chetu cha soka lote. Kwamba ni it's very hard kwa watu kujua wanafikiria nini vichwani. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo tunaweza tukasubiri kwa kesho. Tuone wao watu ambao wana audacity, wanachama, wenye haki pia ya kikatiba ya kupiga kura, tuone watachagua watu wa aina gani. Lakini pia nikiangalia majina naona ni watu ambao wana qualify sifa zote, ndio maana wameweza kupita hata hapo, wameweza kuchaguliwa hata kwenye majina ya mwisho. Sababu unaangalia majina yao kama tendaji, unaona mtu kama Julius John Koi, Said Mohamed Kimich, Freddy Stanley Mahembe, Munir Said Seleman, Mshindo Hamza Msola. Unaona mtu kama Mshindo Hamza Msola ameshahudumu kama mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Maana tayari ni mtu kidogo ana experience ya timu, amekaa kwenye timu muda mrefu, pati ile ya timu tangu ikiwa kwenye mafanikio mpaka inakuja kudrop kidogo, alikuwa ni pati ya hizo transition zote, hata transition ya kutoka huu mfumo mpya wa Yanga ambao wanauadapt sasa hivi kuingia mwingine, alikuwa ni pati ya hizo transitions ya wao kutoka wao wamekuja wanakiona kina hao Freddy Kimokalebera, bado na hao watu kama kina Alexander Francis Ngai, Gerard John Kihinga, Fahad Ahmed Afif. Kwa nikiwaangalia wasiji Seif Hamis Guramali, mtu kama Seif Hamis Guramali amekuwa kwenye kamati tendaji ya Yanga kwa muda mrefu sana. Kwa muda mrefu sana. Ni mtu ambaye anafahamiana naye vizuri sana. Ndio. Ni mtu ambaye ana uzoefu, experience anao, pia ni kiongozi ambaye pia anafanya vizuri huko kwenye serikalini. Kwa ni majina ambayo sio mageni sana. Watu ambao ni wageni hapa unaona ni wachache.
nadhani issue imebaki tu kwa ambao wana hiyo kazi ya kupiga kura, ambao ni wanachama wenyewe pamoja na wengine ambao wana haki ya kikatiba ya kupiga kura. Wana kila nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanaona wana fit kwa mahitaji ya timu yao, ili baadaye lawama zisije zikaanza zinakuja tena huku kwa na hiyo kwa huyo mshindo Msola ni mtoto. Kumbe ni mtoto. Ni mtoto bwana. Kwa hiyo kama ambavyo tokea ile Mangungu sio pale kuna Mangungu. Ni mtoto. Ni mtoto. Kwa sababu na babangu alikuwepo hapa. Na wewe ulipokuwa unasikiliza watu wakimwaga maneno maneno yanatosha kweli, hawa wajumbe kweli wanaonekana wanautaka. Sababu nimeona pia mtu kama Priska Kishambe moja kwa moja katafuta yengo Yanga Princess kwamba mimi naenda kuisemea hii timu. Na mimi nahisi yani ulivyouliza hilo swali kitu cha kwanza kilichokuja kichwani mwangu, kwa sababu unajua mwisho wa siku unapokuwa unatengeneza hizi hoja, unapojaribu kuwini mioyo ya watu, lazima uangalie wapi ambapo kuna ufa, ambako sasa unajua ukifika pale moja kwa moja nikifanya 1 2 3 watu watajua huyu amekuja kufanya mabadiliko. Na ukiangalia kweli Yanga Princess imekuwa ni kama ni kwenye taasisi nzima ya Young Africans ni kama yenyewe ndio imetengwa. Unaona timu kidogo ya vijana msimu huu wameimprove, unaona leo wamefika finali vijana under 17 leo wamechukua ubingwa wa ligi under 17 ile. Unaona kidogo kuna improvement kubwa imefanyika, lakini kwa Yanga Princess unaona bado ni timu ambayo inalega. Na ukiangalia kwenye soka la wanawake ukitaja Tanzania utaambiwa washindani wakubwa ni JKT pamoja JKT Queens pamoja na Simba Queens. Kwa hiyo aliona hiyo yengo kwamba ni sehemu ambako yeye kwanza kama mjumbe ambaye ni mjumbe wa mwanamke peke yake ndo aliyepo kwenye hii list, kwamba akienda na sera hiyo kidogo ni zakawini mioyo ya watu, kwa sababu unajua hamna raha kama taasisi kama hiyo iwe na wini kila sehemu, kwamba bana kwa wanaume na dominate, kwa wanawake na dominate, kwa vijana na dominate. Ni kitu ambacho kinaweza kuleta yani kinaweza kujenga image kubwa sana kwa Young Africans, kwa sababu sasa hivi soka linaenda linabadilika. Sasa hivi mpaka ile soka la wanawake linaenda lenyewe linakuwa watu wanaanza kulitilia manani sana. Kwa hiyo na penye kule ikifanyika improvement ambayo mwenyewe ameahidi ni kitu ambacho kitaitoa Young Africans kama taasisi kutoka level moja kwenda level nyingine. Kwa hiyo I think alikuwa very bright, au alikuwa makini sana kwenye kuchagua na yengo ya yeye kwenda kutolea hoja. Wengine kuna vitu vingine, kwa mfano kwenye timu ya wanaume huko unaweza kuvisema kama bana mimi labda nikifika nitasaidia 1 2 3, lakini vingi vishafanyika. Lakini kwa Yanga Princess huko unaona bado panahitaji usaidizi mkubwa sana, na yeye akiwepo na experience alionayo kwenye issue nzima ya media na kwenye issue nzima ya sports inaweza kuleta challenge. Kwa hiyo I think alichagua ngo nzuri sana. Unahisi kuna wajumbe watapata nafasi ya kumuuliza Arafat Haji kwamba ulituahidi kwamba Yanga Princess isipokuwa bingwa tukuulize wewe, wakamuuliza kwenye mkutano wa kesho, au kuna mjumbe anaweza kaibuka kamuuliza engineer vipi kuhusiana na uwanja? Watu wanaweza wakauliza. Kwa sababu ni vitu tangible, kwa sababu kama uliahidi kitu na kijatokea, watu wana haki ya kuuliza kile ambacho wamekiona kinatokea. Na pia ukiangalia kwa picha, kwa mfano ya Yanga Princess kabla ya msimu huu walifanya sajili nzuri sana. Ulikuwa ukiangalia picha ya nje ya uwanja unaona walikuwa wamesajili wachezaji ambao ni wazuri. Ulikuwa unaona moja kwa moja watakuja kuchallenge. Lakini unaona ligi imeanza, wamekuwa na changamoto kidogo, consistency imekuwa haipo. Hiyo pia inaweza ikatokana hata pia na level ya coaching ambayo tumeiona kwao. Ni timu ambayo bado wana makosa mengi, tofauti na hizi timu zingine ambazo umeziraja watu kama Simba na JKT ambao kwa miaka karibuni wamekuwa wanapishana. Leo atachukua ubingwa Simba, kesho atakuja atachukua JKT. Kwa hiyo kidogo Yanga walikuwa closer kwa kila ambacho walikiinvest ndani ya soko. Lakini ligi imeanza, mambo yakawa ya tofauti. Kwa watu wana haki ya kuuliza ili kujua kwamba wanatokaje stage hii kwenda stage nyingine, kwa sababu still bado wao wanatamani kufanikiwa. Ndio maana unaona wanafanya maingizo, kwa sababu kama uwezi ukaniambia mtu anaenda kusajili mchezaji ligi za nje kwa ligi za wanawake aje hapa ili mradi tu. Yaani watu wanatamani kufanikiwa, lakini sasa hizo steps za kufanikiwa ndo zinakuwa changamoto kidogo. Kwenye mkutano mkuu unakuwa na mambo mengi sana. Watu watapitishwa kwenye mambo ya bajeti, watu watapitishwa kwenye mambo ya huku na kule. Jambo gani ambalo hutaki kabisa kulisikia kesho kwa Yanga? Ambayo sitaki kulisikia. Kwa bwana Yasikia sana. Mambo sijui. Wewe jambo gani? Kwa kweli sijui. Yaani niko najaribu kufikiria hapa. Na jambo ambalo sitaki kulisikia kabisa. Maana kuna wale ambao common shasikia sana bwana Garibu ndio anatukopesha bwana. Mala sijui nani?
Wewe kwa hiyo yote utakosikia kesho safi tu. Sawa tu kwa sababu unajua nini? Hata kama wata player ndo watatambulishwa kesho pale, wewe safi tu. Mimi safi kwa sababu bana mimi ambacho naamini kila mtu ana namna yake ya kupeleka mambo yake. Kwa hiyo sometimes huwa naheshimu tu. Kuna vitu ndio naweza nisipende ila naheshimu kwamba bana sawa, kwa sababu kama mtu amefanya hivi ili ashinde au amefanya hivi ili atengeneze kitu fulani na kikafanikiwa, hata kama kwangu mimi nitakiona ni kibaya, lakini nitaheshimu tu hizo effort. Kwa hiyo jambo gani ambalo unatamani sana kulisikia kesho kwa Yanga kuelekea katika kipindi kijacho? Yani jambo gani ukisikia ni sasa yes kweli kuna hatua ambayo mimi nahisi ongezeko la bajeti. Ongezeko la bajeti. Ongezeko la bajeti kutoka kwenye ile msimu uliopita at least hata 10% zaidi, ndio nitaona okay, kumbe Young Africans wako serious. Ukiangalia na usajili ambao wameufanya this time hapa, kwa nategemea investment hiyo kubwa sana kuelekea msimu ujao kwenye vitu vingi sana vinavyohusiana na taasisi kiujumla. Jambo gani mzee wangu unatamani sana kulisikia? Yaani kipiki hivi najua yes Yanga bwana hawa saa hizi hawa. Nataka nisikie project yao ya soka school. Ile inaendeleaje? Nitaka sana kusikia nani hiyo mchakato wao umefikia wapi? Badilika. Natamani. Natamani. Basi utapata jibu kesho, wewe ndo shaka. Jibu utapata. Kwa hiyo itakuwa ni kesho. Yanga hiyo ni kesho na wajumbe wapo hapa bwana. Yaani sisi unaweza kaa umekaa kaa huko unaona hata ndugu anapiga simu kumbe hapo mjini hao. Wajumbe wapo. Na unajua wajumbe wao. Wajumbe wao. Wajumbe wao shangaa bwana, tawi la ndugu zangu huko. Ambia bwana tupo hapa. Tawi la Mafinga. La Mafinga kumbe? Tawi la Mafinga. Kama machimbo yako sana ile njia. Yani Songea, Njombe, Mafinga, yani ndo machimbo yako sana. Advances nilikuwa Mbeya hapo. Hiyo ilikuwa mitaa yangu sana. Songea hiyo, si Iringa. Wananipata sana. Umedunda sana. Sana kule nimepiga sana. Baridi nino enjoy sana. Baridi sana. Basi sisi tuwatakie heri wananchi. Kila la heri. Ni jambo la kikatiba kwa klabu yoyote ambayo inaendeshwa hivyo kianachama. Huwa ni kipindi cha muhimu sana kwa mwaka wowote au kwa wakati wowote jambo linapofika la uchaguzi mkuu na hiyo mikutano mikuu, kwa sababu mara nyingi ndio huwa zinatengeneza dira nzuri ya klabu. Kama mambo yataenda hovyo, kama mtachagua kiongozi ambaye sio mzuri, basi mnaitengeneza klabu kwenye mazingira ambayo sio mazuri mbeleni. Kama mtachagua viongozi ambao ni bora na wazuri, mnatengeneza klabu katika mazingira ambayo ni bora mbeleni, kwamba tumeona Yanga wanafanya hivyo, lakini ni the same hata kwa vilabu pia vikubwa duniani. Tunaona Real Madrid, tuliona Benfica, tumeshaona Atletico de Madrid, tumeshaona FC Barcelona hapo, tumeshaona Borussia Dortmund, tumeshaona Bayern Munich. Kwa hiyo ni wakati wa muhimu sana kwa hivi vilabu ambao vinaendeshwa na wanachama. Wewe unawaambia nini wajumbe? Wajumbe? Wafanye kazi yao tu kulingana kwa maslahi makubwa ya klabu, sio maslahi ya watu. Wasio bendera fata upepo. Kabisa, kwa sababu mwisho wa siku mimi nasemaga watu wanaondoka. Watu wanaondoka lakini klabu inabakia pale pale. Kwa hiyo ukiacha umepanda mzizi mbaya huko, utawapa kazi